Katika hali ambayo inazidi kuzua maswali mengi, Iran eti inafyatua makombora yake kwenye meli kubwa ya kivita yenye thamani ya dola bilioni 20. Kwa hesabu ya Juma muuza madafu pale Bagamoyo ni sawa na shilingi trilioni 50 ambazo kwa wastani zinakaribia bajeti yote ya Wizara ya Fedha ya Tanzania ya mwaka 2025-2026. Hebu fikiria hili swala na ujiulize ni aina gani ya vita ambayo Marekani anapigana. Meli hiyo ni meli ambayo kiufupi imebeba taswira ya ushindi, kwani ni meli ambayo imebeba takribani wanajeshi wapatao 5,000 na huku ikikadiriwa kubeba ndege 60 hadi 70 za kivita, ambapo meli hiyo ni mji unaoelea juu ya maji na unaweza kuweka msawazo wa kimatakwa kwenye himaya zote ndogo ndogo ulimwenguni. Lakini meli hiyo kwa mjibu wa taarifa ni kuwa imeweza kupigwa na makombora ya Muajemi mara baada ya kupokea amri kutoka kaburini kwa shahidi Ayatollah Al-Khamenei. Hili sio utani, ni kuonyesha jinsi gani Marekani inapigana vita ngumu zaidi duniani kuwahi kutokea. Meli ya USS Abraham Lincoln kiufupi ni meli pekee ambayo inatosha kuwa alama ya nguvu ya kijeshi ya jeshi la Marekani. Lakini katika hali ya kustajabisha, meli hiyo iliweza kurudi nyuma na kushindwa kuendelea na operesheni yake dhidi ya Irani. Hii ilitokea mara baada ya Irani kuishambulia na makombora yake ya kawaida, na huku makombora ya Irani yakitokea umbali wa kilomita 340 tu. Hebu chora picha hiyo kichwani mwako mara kwa mara na kisha jiulize, tukio hili ni tukio la namna gani? Sio tukio la kijeshi, bali hili ni tukio lenye kuleta mtetemeko wa kisaikolojia, na sio tu kwa Marekani, bali hata kwa washirika wake, na sio tu kwa washirika wake, pia hata kwa maadui wake wengine waliopo sehemu tofauti tofauti ulimwenguni. Kipindi hiki cha vita kati ya Irani dhidi ya Israel pamoja na Marekani ni kipindi ambacho ulimwengu wote na washirika wote wa Marekani, adui zake wote wa Marekani, lakini pia na zile nchi ambazo ziko neutral dhidi ya sera za Marekani zimekaa nyuma ya fensi huko zikitazama kwa bainokola ya mbali jinsi gani Marekani anavyopata adha na wakati mgumu katika kuikabili Irani, tofauti na ilivyozoeleka kwenye operesheni zake za Iraq, Afghanistan, Venezuela pamoja na Libya. Katika kuishambulia meli ya USS Abraham Lincoln, Irani haikutumia silaha zake bora, bali alitumia silaha za kawaida ambazo wachambuzi wa masuala ya kivita wanasema Irani alikusudia kutoa onyo ambalo ni kali zaidi kwa meli za Marekani kuufyata mkia mbele ya makombora ya Irani, kwani historia itaweza kubadilika ghafla kabisa. Irani katika kuthibitisha juu ya taarifa hizo wameweza kunukuliwa kutoka kwenye vyanzo vya ndani wakisema kuwa tungeweza kuimaliza meli hiyo hivi leo, lakini tumechagua isiwe leo. Na hii kauli inakuja kabisa katika kipindi ambacho ni kama ukumbusho kwetu kuwa Irani wanasema kuna kitu kwenye ghala la silaha zao kimekaa na kitakuja kama zawadi, ambapo kitu hicho na kinakadiriwa kuwa ni makombora yenye uwezo wa kutembea takribani kilomita 6,000 kwa lisali moja, makombora ambayo hayawezi kuzuiliwa na mfumo wowote wa ulinzi wa mataifa yote ulimwenguni. Hii ni ishara ya ukubwa na ugumu wa vita hii ambayo anapigana Marekani dhidi ya taifa la Waajemi. Na katika historia ya Marekani, Rais Donald Trump atakuwa ni rais wa kwanza kuweza kupata tishio zito zaidi la hasara isiyomithilika, na tishio linaloambatana na mzozo wa kisilaha toka mzozo ule wa Cuba kipindi cha vita ya baridi. Stori hii kiufupi inaumiza kichwa kidogo. Hebu fikiria meli yenye thamani ya dola bilioni 20 inakimbia kwenye full speed yake kuepuka kuzamishwa na nchi ndogo kwa idadi ya watu na ukubwa mbele ya taifa kubwa la Marekani, na nchi ambayo kiufupi imekaliwa na vikwazo tele kwa miongo takribani 4 hivi sasa. Leo hii inakuwa tishio dhidi ya alama ya ushindi wa jeshi la Marekani. Hili ni swali ambalo kiufupi linaacha maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Sasa ngoja tuiongee vizuri hii story, kwa sababu mainstream media zinajaribu kuificha
kutokana na kulinda ukubwa wa Marekani, ukubwa ambao unadumu katika historia yake ya mapambano dhidi ya matofauti kadha wa kadha. Kwanza kabisa inabidi tuelewe jiografia ya hichi kitu kilipotokea. Meli ya USS Abraham Lincoln haikuwa kwenye eneo lenye patrol za kiusalama, badala yake ilikuwa imetegwa au kwa kizungu positioned, na ikiwa na dhana zote kuelekea Ghuba na ikiwa imebeba lengo moja tu, kuishambulia Iran. Lakini kumbuka kuwa meli hii kutokana na ukubwa wake ni meli ambayo imezungukwa na destroyers, au ilikuwa na escort kubwa ya destroyers ambazo ni advanced, na ilikuwa imezungukwa na mifumo yote ya ulinzi wa anga, yani air cover. Lakini pia meli hii ilikuwa inawakilisha uzito wa jeshi la Marekani kwa upande wa jeshi la maji pale Mashariki ya Kati. Mbele ya Irani haijawahi kutokea kitu kama hicho. Badala yake Irani ameweza kuonyesha utofauti kabisa katika historia. Katika operesheni hii ya ufyatuaji wa makombora, Irani iliweza kuitarget meli ya USS Abraham Lincoln ikiwa umbali wa kilomita 340. Kwa Tanzania kilomita 340 kwa lugha rahisi ili uweze kuelewa ni wastani wa kutoka Dar es Salaam mpaka Kibaigwa. Lakini meli hiyo iliweza kuamriwa na kurudi nyuma kwa spidi zote. Hii ni katika kuepusha madhara makubwa zaidi. Unaweza ukahisi ni masimulizi ya hadithi za sungura na kobe, lakini hii imezidisha hali ya vikwazo kwa jeshi la Marekani katika mpango wake wa kuweza kuangusha utawala wa Kiislamu wa Iran. Katika kupata uwiano halisi wa vita inayoendelea, kiufupi pia tunapaswa kuelewa lipi gepu la kiteknolojia lililoonyeshwa mbele ya umma katika vita hii, na huku zaidi tukimulika juu ya mifumo mbalimbali ya Marekani. Ni kwa ufupi tu kwamba mifumo ya ulinzi wa anga wa jeshi la Marekani imeweza kutengenezwa katika zama tofauti tofauti, lakini huku wachambuzi wakieleza kwamba interceptors za jeshi la Marekani zinagharimu dola milioni 1 hadi 3 mpaka kukamilika kwake kwa kila moja, gharama ambayo pia inaonyesha kwamba ni gharama ya hali ya juu sana. Huku drones za mashambulizi za Irani aina ya Shahed zinatajwa kugharimu takribani dola 20,000 tu katika kuzalishwa kwake, na huku Irani ikitajwa kuwa na maelfu ya drones hizo. Hivyo kwa Marekani inaonyesha anatumia maelfu ya mamilioni ya dola za Kimarekani katika kuzuia utitiri wa drones hizo za Irani ambazo ni very cheap katika utengenezwaji wake. Na uzuri katika yote, Irani analitambua kuwa Marekani kwenye asymmetric za kiuchumi hawezi kuendana na gharama anazozitumia, kwani Marekani atatumia gharama kubwa sana katika kupambana na drones hizo ambazo Irani mwenyewe alizitengeneza kwa ajili ya kumzubaisha adui na hatimaye kuweza kumuingiza kwenye gharama kubwa sana ya kivita badala ya kutumia gharama ya kawaida katika kumdhoofisha. Hasara ya vita hii kwa Marekani haitoishia kwenye sekta ya uchumi tu, hata pia katika kupoteza rasilimali muhimu katika kudhibiti ulinzi pale Mashariki ya Kati, hususan katika miradi yake ya kimkakati. Kwani ni hivi karibuni tu jeshi la IRGC limeweza kutoa picha za satellite zikionyesha ni kwa namna gani zimeweza kuharibu mifumo ya rada ya Marekani ambayo inapatikana pale UAE pamoja na Jordan, na kitu ambacho kwa Marekani ni hasara zaidi, kwani adui anazidi kujikita ndani na kuidhoofisha mifumo yake ya ulinzi katika kudhibiti anga la pale Mashariki ya Kati. Ni ndani ya masaa 24 pia huko Iraki inaripotiwa kwamba waasi wanaounga mkono utawala wa Irani wameweza kuendesha operesheni 27 tofauti kwenye kambi zote za Marekani zinazopatikana pale Baghdad na miji yote ya Iraki. Na hii ni katika kuonyesha namna gani mzozo huu wa Marekani dhidi ya Irani unaweza kuwa ni mzozo hatari zaidi katika historia ya Marekani katika mapigano na mataifa mbalimbali, lakini hii itakuwa ya namna yake. Bila kusahau pia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz ni kwa jinsi gani unakuja kuathiri moja kwa moja uchumi wa dunia kiujumla katika ukuaji wake. Hii ni katika taswira ya kuonyesha kwamba mziki au vita ya Irani inaweza ikawa vita moja hatari sana katika kumalizika kwake.
Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Lugomela Atlas, ni kuombe kubonyeza alama subscribe ili kuambatana nasi katika mfululizo wa ripoti na makala nyinginezo kama hizi. Asante sana.